Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, tetesi zimeendelea kushika kasi. Sasa moja kati ya tetesi ambazo zimeendelea kushika kasi ni tetesi ambazo zinahusu klabu ya Simba Sports Club ambayo inatajwa kukamilisha ama kuhitaji saini ya baadhi ya nyota ambao pengine huenda wakawa sehemu ya kikosi hicho kwenye dirisha kubwa la usajili. Moja kati ya tetesi ambayo inahusu klabu ya Simba Sports Club ni taarifa zinazomhusu fullbeki ya mpira kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars Andy Kofi ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu ya Simba Sports Club. Taarifa inaeleza kwamba taarifa zilizopo ni kwamba klabu ya Simba iko katika mazungumzo na wasimamizi wa beki wa kulia wa Singida Black Stars Andy Kofi ili kupata huduma yake msimu ujao. Si mara ya kwanza kwa Simba kuhusishwa na Andy Kofi. Wamerudi tena kwa mara nyingine kuona kama anaweza akapata saini ya Andy Kofi. Kwa hiyo tusubiri na kuona diri hili ama tetesi hii ambayo imeendelea kuzungumzwa mara kadhaa na Simba Sports Club. Na taarifa ama tetesi zinaeleza kwamba Andy Kofi anakwenda kumpa backup Shomari Kapombe kwenye lile eneo la fullback ya pembeni. Kwa hiyo tunasubiri na kuona nini ambacho kitakwenda kujiri mara baada ya Simba Sports Club kuhusishwa na Andy Kofi. Lakini tetesi nyingine ni kwamba moja ya tetesi za chini za kapeti ni kwamba Simba hapo kwenye mpango wa kuanza mazungumzo na management ya beki hatari wa kulia Thabiso Monyane mwenye umri wa miaka 26 kutoka ndani ya klabu ya Kaizer Chiefs. Unaambiwa kama mazungumzo yatakwenda vizuri, nyota huyu atakwenda kuchukua nafasi ya Kapombe ambaye umri wake unazidi kusogea. Kwa hiyo pia ni moja pia kati ya taarifa ambayo ipo ambayo inahusu Simba Sports Club. Lakini Simba pia wanatajwa kunyemelea ama kumhitaji beki wa kati kutoka ndani ya klabu ya Mrandege pale visiwani Zanzibar. Na huyu si mwingine ni raia kutoka Nigeria, Nonyem Okorocha mwenye umri wa miaka 26. Ni moja kati ya beki wa kimataifa kutoka Nigeria ambaye ameendelea kufanya vizuri akiwa ndani ya klabu ya Mrandege. Kwa hiyo Simba Sports Club wanatajwa kwamba huenda kuna uwezekano mkubwa sana wa nyota huyu ama beki huyu wakati kujiunga na Simba Sports Club kwenye dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo pia ni moja kati ya taarifa ama tetesi ambazo zipo kuhusiana na Nonyem Okorocha mwenye umri wa miaka 26. Kwa hiyo pia tunasubiri na kuona nini ambacho kinaweza kikajiri kwa wekundu wa Msimbazi Simba kutajwa kumhitaji nyota huyo. Lakini tetesi nyingine ambayo ipo Simba na Yanga wanaambiwa wameingia kwenye vita kali kuiwania saini ya mchezaji hatari wa Al Nassr ya Libya Hadim Diao ambaye mkataba wake unaelekea ukingoni na klabu yake. Timu nyingine ambazo zinamuinda kwa kasi ni pamoja na FAR Rabat, Orlando Pirates, JS Kabylie pamoja na AS de Tunis. Huyu Hadim Diao alihitajika sana na Simba Sports Club tangu alipokuwa ndani ya klabu ya Al Hilal ya Sudan, lakini baadaye zikani tetesi baadaye akajiunga na Al Nassr ya pale Libya, ambapo kama nakumbuka walijiunga pamoja na Steven Mkwala kutoka Simba. Kwa hiyo Simba bado wanahitaji saini Hadim Diao. Kwa hiyo wamerudi tena. Kwa hiyo ngoja pia tusubiri kuona hizi mbio ambazo Simba amekuwa nazo kwa Hadim Diao kama zitafanikiwa. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambayo ipo. Lakini wakati huo Olisa Halodi Nda mchezaji wa Stellenbosch raia wa Nigeria ni moja ya mchezaji ambaye anatajwa kujiunga na Simba mwishoni mwa msimu huu kama mazungumzo kati ya management yake na Simba ataenda vizuri. Olisa Halodi Nda ni nyota wa Stellenbosch, na kama ambavyo tunafahamu kwamba Steven Beka kocha wa klabu ya Simba Sports Club ametokea ndani ya klabu ya Stellenbosch. Kwa hiyo hili linakuwa ni hitaji la kocha mwenyewe kwa sababu amefanya naye kazi ndani ya klabu ya Stellenbosch. Kwa hiyo pia ni moja pia kati ya story ambayo ama tetesi ambayo ipo juu ya nyota huyu Olisa Halodi Nda, nyota wa Stellenbosch ambaye anatajwa kujiunga na Simba Sports Club. Lakini taarifa nyingine ama tetesi kutoka ndani ya klabu ya Simba Sports Club ni kwamba kocha wa Simba Steven Beka
amewaambia uongozi wa klabu hiyo kuwa anamhitaji Sede Junior Dion mwenye umri wa miaka 32, raia wa Chad, mshambuliaji wa klabu ya God Arrows ya Afrika Kusini. Kwa pia Simba wanataka kuboresha eneo la ushambuliaji mara baada ya kuondoka kwa Steven Mkwala pamoja na Kibu Dennis ambao wote wako ndani ya klabu ya Al Nassr ya kule nchini Libya. Simba wanataka kuongeza nguvu kwenye ile idara ya ushambuliaji ambayo mpaka sasa inaongozwa na Selemani Mwalimu. Kwa sasa kama ambavyo tunafahamu, sakata ambalo lipo la Jonathan Sow na Simba Sports Club bado mpaka sasa mwafaka hujapatikana. Kwa Simba wanaona waanze sasa kumuinda mshambuliaji ambaye anaweza kaongoza ile idara ya ushambuliaji pale mbele. Kwa hiyo moja kati ya nyota ambaye anatajwa ni nyota Sede Junior Dion mwenye umri wa miaka 32, raia wa Chad, mshambuliaji wa klabu ya Golden Arrows ya pale Afrika ya Kusini. Lakini wakati huo pia Simba wako kwenye mpango wa kupata saini ya mshambuliaji wa Stade Malien ya Mali, Tadeusz Phomakweng, ambaye alionyesha kiwango kikubwa sana kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa Simba Sports Club bwana, wanaendelea kuhaha, wanaendelea kutajwa kuhitaji baadhi ya nyota ambao wataisaidia Simba Sports Club. Bwana, tetesi ya mwisho ambayo namaliza nayo ni tetesi ambayo unaambiwa kwa siri sana, moja ya kiongozi wa Simba anafanya jitihada za kuzungumza na management ya mchezaji wao wa zamani Pape Sako kuangalia namna ya kumsajili kutoka Raja Casablanca. Kwenye dirisha dogo la usajili lililopita, Simba pia walitajwa kumhitaji Pape Sako, lakini ilishindikana, na tunafahamu kwamba Pape Sako yuko chini ya Fadlu Davis ambaye aliwahi pia kuwa kocha klabu ya Simba Sports Club. Sasa sijui kama Fadlu Davis atakubali kumwachia Pape Sako kujiunga na Simba Sports Club, lakini za chini ama tetesi zinaeleza kwamba moja kati ya kiongozi wa Simba anafanya jitihada kubwa sana za kuzungumza na management ya mchezaji huo ili aweze kujiunga na Simba Sports Club. Kwa hiyo hizo ni moja kati ya tetesi ambazo zinahusu Simba Sports Club, ambao mpaka sasa tumeona kiwango chao ambacho kimeanza kurejea chini ya kocha Steven Becker, na moja kati ya mafanikio ya Becker ni kutokufungwa na Yanga Afrika kwa maana ya watani zao Simba, ambapo kabla ya Steven Becker tuliona namna ambavyo Simba ni kama kulikuwa kuna uteja fulani hivi wanao kwa Yanga baada ya kufungwa takriban michezo 6 mfululizo kama sio 7. Lakini baada ya kutoa kwa Steven Becker tumeona mchezo wa ligi alitoa sare kwa maana ule mchezo uliofanyika kule Visoni Zanzibar, lakini mchezo wa kombe la muungano Simba wameifunga Yanga kwa goli 1-0 na kutoa ndoo, lakini mchezo wa marejeano kwa maana ya ligi wametoa pia sare. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba michezo mitatu ya dabi chini ya Steven Becker ameifanya Simba kuwa bora zaidi, na tumeona namna ambavyo kiwango kimeendelea kuimarika. Kwa hiyo Simba wanataka nyota wengine ambao pengine wataendelea kuimarisha timu hiyo na kuweza kurejesha makali ambayo yamepotea kwa miaka kadhaa. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tetesi ambazo nimeona nikusogezee juu ya Simba Sports Club ambao wameendelea kuhusishwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.